Share na wewe taarifa hii kwenye kipindi hiki cha Jamvini, na taarifa hii inatoka kwake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye amesema amewataka vijana kuionyesha dunia Tanzania ni nchi ya amani. Rais ametaka vijana wa Tanzania kuionyesha dunia kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka vijana wa Tanzania kulinda amani ya taifa kwa kulindana wenyewe kwa wenyewe na kuonesha dunia kuwa yaliyotokea Oktoba 29, 2025 hayatatokea tena. Amesema hayo yaliyotokea Oktoba 25 yalitia doa taifa hasa kuwa inaaminika Tanzania ni nchi ya amani, na hivyo vijana wana mchango mkubwa wa kurejesha amani hiyo. Rais Samia amesema hayo leo Mei 8, 2026 wakati akizungumza na wananchi, makundi ya mama lishe, machinga na vijana waliovaa fulana zenye maandishi ya Never Again waliojitokeza kumsalimia wakati akianza safari yake kutokea mkoani Dodoma kuelekea Dar es Salaam kwa shughuli za kikazi. Vijana wangu, na mnukuu, ambapo amesema vijana wangu, nimepokea ujumbe wenu na niwaombe sana, kwa kweli nimekusudia never again. Kwa kweli mmekusudia never again, kama fulana zenu zinavyosema. Naomba muilinde, mlindane wenyewe kwa wenyewe na msikubali kutiwa maneno ya kuharibu usalama wa nchi yetu na nchi yetu kwa ujumla. Sema hivyo Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa yaliyotokea nyuma yaliwakuta waliohusika na vijana wengi walikamatwa, akiwa kama mama akaamuru waachiwe, akiamini wamejifunza kutokana na makosa. Na nukuu, Tanzania ni nchi ya amani, hayajawahi kutokea yaliyotokea. Sasa tuoneshe ulimwengu yale yaliyotokea si ya Kitanzania na si Utanzania, ni mambo ya kupandikiza. Kwa hiyo sasa tuoneshe ulimwengu, na washukuru mmeamua, mmesema hapa never again. Amesema hivyo Rais Samia. Aidha, amewashukuru vijana hao kwa msimamo huo na kusema kuwa maneno hayo yamempa furaha kubwa. Naye mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema maana ya fulana za never again na zenye rangi ya bendera ya Tanzania ni hawataki tena yaliyotokea Oktoba 29 yatokee. Lugha hii ya kwenye fulana ni ya wasomi wa Dodoma wanaokuambia hawataki tena yaliyotokea yatokee tena. Wao ni wazalendo, wanaipenda nchi yao, wanaijali na wanaithamini. Hayo ni maneno ya mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary. Nayo hapa sauti, karibu tuweze kusikiliza kutoka huko Dodoma. Wanaithamini. Asante Mheshimiwa Rais. Vijana we! Sasa vijana wangu, nimepokea message yenu, ujumbe wenu, na niwaombe sana sana sana, kama kweli mmekusudia never again kama fulana zenu zinavyosema, niwaombe sasa mlindane wenyewe kwa wenyewe. Mlindane wenyewe kwa wenyewe na msikubali kutiwa maneno kuharibu usalama wa nchi yetu na kuharibu nchi yetu kwa ujumla. Lililotokea nyuma halikuwa jema kwa yoyote yule, na mtego ule anaingia aliyekuwemo na nani na asiyekuwemo. Kama mnakumbuka, kumbo lile lilikumba vijana wengi sana, na wengi waliingia kwa kutokujua kwa mkumbo, lakini walivyokamatwa, kama mama nikasema waachieni. Waachieni, watajifunza, waachieni, walishaona yanayowatokea. Niwaombe sana vijana, katika vijiwe vyenu,
katika kazi zenu, katika shughuli zenu zote, ambizaneni, yasitokee tena yale yaliyotokea. Yametia doa kwenye taifa letu. Tanzania ni nchi ya amani, hajawahi kutokea yale. Sasa kutokea kwake yametutia doa. Sasa tuoneshe ulimwengu kwamba yaliyotokea si ya Kitanzania na si Utanzania, ni mambo ya kupandikizwa yaliyotokea. Kwa hiyo sasa tuoneshe ulimwengu, na nawashukuru mmesema hapana tena, never again, hatutaki kuyasikia. Naomba vijana wa Kitanzania, vijana wa Dodoma, basi ambizaneni katika kazi zenu, katika shughuli zenu, na lindaneni, kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe, kwamba haya yasitokee tena. Lakini nataka niwashukuru vijana wangu wa mji wa Dodoma, mmenipa faraja kubwa mama yenu. Vijana wa kike na wa kiume wa fani zote na kazi zenu, mmenipa faraja kubwa leo kwa kusema kwamba haya hayatatokea tena. Mimi nawashukuru sana sana sana, nawashukuru ndugu zangu, nawashukuru sana. Vijana we, Dodoma oye! Haya, sasa mimi mmenishtukiza, nimewaambiwa manake nini never again, nimeongea nanyi. Sasa labda nipate afisa usafirishaji mmoja, mama ubabalishe mmoja, mawinga mmoja, nipokee sasa ujumbe kutoka kwenu. Haya, nianze na mama lishe au babalishe. Nani yuko tayari kuzungumza? Kiongozi wenu ni nani? Mama lishe. Haya, mama lishe, sogea hapa, tuambie ujumbe wenu ni nini.